Na habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yalofika mezani kwetu kwa hii leo. Serikali ya Tanzania imesema kuwa kuna haja ya kuwa na mjadala wa kitaifa kuhusu umuhimu wa kuacha jazba pamoja na kuwa na uvumilivu wa kidini ili kuwa na amani na utulivu nchini. Waziri Mkuu Mizengo Pinda amesema hayo bungeni mjini Dodoma leo wakati akijibu swali la mbunge wa Nzega Dr. Hamis Kigwangwala aliyetaka kujua hatua zinazochukuliwa kudhibiti vurugu za kidini zinazohatarisha amani ya nchi. Ninapenda kujua serikali inachukua hatua gani kuweza kudhibiti vuguvugu la upotevu wa amani ambao unahusishwa kwa ukaribu sana na dini mbalimbali. Hususan majuzi tumeshuhudia makanisa yakifanywa vurugu na Waislamu, lakini pia mashafu ikikojolewa na kumekuwa kuna background ya masuala ya dini kwenye siasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba maelezo yako. Juzi nimejaribu mimi kukaa na baadhi ya wenzangu, tukasema pengine iko haja kwa taifa tufike hatua kwa hapa tulipofika, pengine tuwe na mjadala wa kina kwa Watanzania wote juu ya umuhimu wa jambo hili la kuenzi amani na utulivu, na wala tusianzie kwenye ngazi ya taifa. Tuendelee na kurasa. Mbali na mafanikio makubwa yaliyofikiwa katika elimu juu ya ukimwi nchini Tanzania na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kazi inayofanywa na Tume ya Kudhibiti Ukimwi nchini Tanzania, bado tume hiyo inakabiliwa na changamoto ya utekelezaji kwa waathirika wa ukimwi. Changamoto hizo ni moja kati ya agenda kubwa zilizojadiliwa leo katika mkutano wa miaka mitano ya kujadili masuala mbalimbali ya usuyo, mafanikio na changamoto katika kutokomeza ukimwi nchini. Kuna matatizo ya jinsia. Wanaume wanaokwenda kupima na kupokea majibu ni wachache ukifananisha na wanawake. Na vile vile wanaume ambao wanalipia ngono bila ya kujikinga, wanalipia ngono kwenye watu ambao wanakuwa na wapenzi wengi. Kwa hiyo ni hali hatarishi, lakini vile vile hawatumii condoms kwa kujikinga. Vile vile imeonekana kwamba uelewa kwa vijana na upimaji kwa vijana ni mdogo. Tumalizie kurasa kwa hili. Wizara ya Maji nchini Tanzania imebaini kuwepo kwa hila katika utekelezaji wa miradi ya kuhakikisha kupatikana kwa maji katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Hayo yameelezwa leo wakati wa mkutano uliokutanisha wadau mbalimbali nchini Tanzania ili kujadili namna ya kuboresha sekta ya maji nchini na kufikia asilimia 95 ya malengo ya milenia ifikapo mwaka 2015. Miradi hii imepelekwa katika halmashauri zetu na katika vijiji vyetu na katika maeneo yetu. Na unakwenda pale unakuta kazi iliyofanyika pale haionekani, wananchi wanaendelea kutaabika, wananchi wanaendelea kupata matatizo ya maji. Sasa sisi tunachofanya ni kwamba tutafanya ufuatiliaji sasa. Tumeimarisha secretariat zetu za mkoa. Tumewaambia walioko pale mkoani watoke pale mkoani wahame waende katika halmashauri, kwa maana kwenda kule vijijini na kwenda kuona kwamba mambo haya tunazungumza hapa yanatekelezwa. Hivi ndivyo ambavyo tumejipanga na hivi ndivyo ambavyo tunategemea kwamba tutakwenda kutekeleza. Eneo hili limekuwa na mipango ambayo ni hafifu na utekelezaji wa mradi ule wa vijiji 10 umekuwa unalega sana. Kwa hiyo kuanzia mwezi Aprili tumehakikisha kwamba utekelezaji unaanza katika vijiji 5 katika kila halmashauri Tanzania nzima. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yalofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Noah Laltaika na kutakia wakati mwema.